Kuna mfugaji ambaye huwa anatufuatilia sana hapa YouTube, lakini pia yupo na kwenye makundi yetu ya WhatsApp. Sasa leo ameniuliza kwamba bwana, mimi nataka ninunue kuku wa kienyeji 20 kama ambavyo wewe ulifanya hapo shambani, ulinunua wale 30. Ninaomba bajeti. Nikasema ngoja nisimwambie peke yake hii bajeti, lakini pia nitengeneze hii video ambayo itaonyesha bajeti na lakini pia nitakushauri jinsi ambavyo mfumo sahihi wa kuwafuga hawa kuku, ili baadaye utengeneze shamba ambalo litakuingizia kipato muda wote, shamba ambalo utakuwa wewe ukihitaji hela unaingia shambani, unashika kuku wako 4 5, unaipata hiyo pesa ikiwa kama ni sehemu ya faida. Lakini pia ile misimu ya sikukuu utakuwa hukosi kitu chochote kile, utakuwa unapata pesa. Kwa hiyo sikiliza hii video mpaka mwisho, na nikukumbusha tu ndugu yangu, kuku wa kienyeji sio kuku wa malengo ya muda mfupi. Kama unahitaji kuku wa malengo ya muda mfupi, basi fuga chotara au fuga broiler kwa ajili ya nyama. Hawa kuku ni kuku wa muda mfupi. Kuku wa kienyeji wastani ni 1.5 mwaka mpaka miaka 2. Kama unahitaji kutajirika kwenye kuku wa kienyeji, inatakiwa uwe na malengo ya muda mrefu, sio malengo ya muda mfupi. Kwa hiyo hicho kitu lazima ukijua. Hata sisi hapa tulivyowaingiza hawa kuku, malengo yetu ni ya muda mrefu. Kwa hiyo tusikilizane vizuri kwenye hii video ili uweze kupata kile kitu ambacho huenda umekisoma kwenye thumbnail au umesoma kwenye video, ndio maana ukabonyeza kuja kusikiliza hii video. Kabla ya yote pia nikukumbushe, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp kwa ajili ya mafunzo ya ufugaji. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia ukitaka kupata kipato zaidi, unaweza ukapata vitabu vyetu, vitabu ambavyo vinalenga zaidi kupunguza gharama za ufugaji. Tuna vitabu vingi sana. Tuna kitabu kwa ajili ya kutengeneza tiba za asili, tuna kitabu kwa ajili ya kutengeneza chakula, kwa ajili ya kuwalea kuku tokea wakiwa faranga wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, kuku wa aina zote. Tuna mwongozo wa kuku wa kienyeji, chotara, broiler, kuku wa mayai, lakini pia na mwongozo wa kutumia tiba za asili. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa turudi kwenye somo letu kuhusiana na kuku wa kienyeji 20. Kama unahitaji kuwafuga hawa kuku wa kienyeji 20 kwa ajili ya biashara, au tuseme kwamba unataka utengeneze shamba fulani ambalo baadaye litakuletea faida, kuku 20 kuanza nao ni kuku sahihi sana, na ni kuku wengi endapo utatenga muda wa kutosha. Sasa hapa nataka ni kupitisha kidogo kwenye gharama ya kununua. Kwanza kuku utanunua kuku ambao tayari wengine wameanza kutaga, wengine ndio wanasubiria kutaga, kama jogoo tayari wanapanda. Ni kuku wakubwa kama hao ambao unaona hapo. Sisi hawa kuku tuliwachanganya wakati tunanunua, tulichanganya. Ngoja nikuonyeshe mfano wa bei baadhi ya kuku ambao unawaona hapo. Unaona hao tetea wawili waliosimama kwenye ngazi, au wawili ambao hapo wamesimama kwenye ngazi. Hao tetea gharama yake ni wastani wa shilingi 12,000 mpaka 15,000 wa size hiyo, ukitaka wa size hiyo. Na sisi waga hatuulize sana bei, kwa sababu wa kuku hatuendi kuwachinja. Yani unapokuwa unanunua kuku kwa ajili ya kuzalisha, angalia sana kizazi, yani kwamba unapata kuku wenye ubora kwa ajili ya kukuzalishia mayai, kwa ajili ya kutaga. Usichukue kuku kama vile na wewe unaenda kuchinja. Hapo unaweza kuuziwa kuku wazee au kuuziwa kuku wadogo sana. Unamwona huyu tetea huyu ambaye ni mbegu nzuri sana, huyu tetea huyu mweusi ambaye ana kinani mgongo hapo kwenye kichwa. Huyu tetea ni 15,000, tulimnunuaga shilingi 15,000. Kwa hiyo ukipata kuku hawa tunaweza tukasema labda kama hapa unahitaji tetea 17, wastani wa tetea 17. Bei kubwa zaidi hapo ni shilingi 15,000. Sasa tufanye mahesabu, 15,000 mara 17, utakuja kupata 200,000 na 55,000. Hii ndio gharama ambayo utakuwa umenunulia tetea. Wakati huo sisi kuna vitetea ambavyo tulikuwa tunanunua 7,000, vile ambavyo bado ni vidogo, na wewe nakushauri pia wewe unavinunua, yani vinunue nje ya bajeti ya wale kuku 17. Yani utakuwa unafanya hivi. Kwa mfano umeenda sehemu kununua kuku, wewe ulipanga ununue 15,000, lakini
bahati nzuri mtu labda akakushushia akakuuzia 10,000. Kwa hiyo pale tayari umebakiwa na ile 5,000. Ile 5,000 ambayo umebakia nayo, ukienda tena sehemu nyingine mtu akakuuzia 12,000, umebaki na 3,000. Kijumlisha ni 8,000. Kwa hiyo unaweza ukatafuta vikuku vidogo. Mfano wa vikuku vidogo ambavyo tulivinunuaga kipindi hicho na vimekuwa hapa. Kuna hicho kijogoni, hicho kinyoshea mkono, hicho hapo. Hicho kilinunuliwaga 7,000 tu, lakini unaona sasa hivi kimekuwa tayari, yani tayari ni jogoo mkubwa. Kuna kengine hapa aka kikundu hapo niliko kanyosha hako kaliko inama hapo. Aka na kenyewe tulikanuaga shilingi 7,000 kwa saizi kameinuka hako. Ako kakuku wako kalipataga ndui, tulikatibia hapa tulitumia hizi tiba za asili ambazo tunatumiaga hapa na kamepona vizuri kabisa. Huyo ambaye anajikuna hapo. Ukija sasa kwenye upande wa jogoo, sasa sisi bwana hapa kwenye jogoo kidogo tulihitaji jogoo ambaye ni wa kienyeji, ambaye hajachanganywa lakini anakuwa mkubwa. Mfano huyu ambaye umetoka kumuona hapo, alafu kuna mwingine yule kule mwekundu yule. Hawa ni majogoo ambao kwanza kabisa mimi binafsi wanapenda sana jogoo wekundu kama huyu hapa umeona. Pamoja na yule. Kwa hiyo tuliweka vigezo kwamba tunataka jogoo mwekundu awe mkubwa, ambaye yani sio yule jogoo chotara, yule ni yule wa asili kabisa. Ndio hawa ambao tunao hapa. Tuliwanunua 22,000 kwa jogoo mmoja, 22,000 kwa sababu ulikuwa unaenda kununua kuku ambaye huenda mwenye kuku wake hataki kumuuza. Hapo sasa ukija ukijumlisha hao jogoo watatu unapata kitu kama 3,000 na 21,000. Kwa hiyo ukijumlisha na gharama za kuwatafuta, maana kwa mfano sisi mfumo tuliochukua tulikuwa tunamwekea mtu pikipiki, mafuta, naenda kuchukua huko kuku, akileta tunamlipa kwa commission, yani kuku mmoja amemnunua shilingi ngapi. Kwa hiyo gharama ya hapo ni kama 3,500 hivi. Kwa hiyo 3,500 ni gharama ya kuwanunua kuku ambao ni wakubwa. Na hawa kuku tulipowapa tu chakula, wiki lile la mwanzo wakaanza kutaga, yani pale wakaanza kutaga bila ya kusubiri. Kuku wakaanza kutaga. Hawa kuku nimesema wapo 30. Hapa mimi nakuwekea mpango biashara wa kuku 20 kwa 3,500. Yani ukiwa na mtaji wa 3,500 utawapata hawa kuku. Sasa tuongeze shilingi 50,000. 50,000. Hii 50,000 lengo lake kubwa ni kwamba utatafuta chakula, pumba, mashudu, jinsi ya kuchanganya chakula. Na kushauri sana kama bado huna hichi kitabu hiki cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kitafute, kwa sababu hiki kitakusaidia jinsi ya kuchanganya chakula. Kinauzwa 10,000 tu. Na hii 10,000 kama una mtaji wako umeandaa 400,000 hiyo, unaweza ukachukua humu. Tena tumeweka mchanganyo wa kilo chache tu ambazo utaanza nazo kwa ajili ya kuku wako, wataanza kutaga vizuri kabisa. Na kitu cha ziada ambacho nakushauri, tafuta incubator hata ya mayai 30. Sisi hapa tunazo incubator za kuanzia mayai 60. Wewe unaweza kutafuta hata mayai 30. Kwa mfano sisi mayai 60 tunaiuza, incubator inauzwa 3,500,000. Kwa hiyo ukiwa na mtaji wa 1,000,000 unaweza ukaanzia hapa. Unaweza ukaona leo hii mtaji wa 1,000,000 ni mkubwa kwa kuku 20, lakini nina uhakika wa zaidi ya 100% endapo au kuku utaweza kuwakinga vizuri na magonjwa, utaweza wafanya wazaliane vizuri, una incubator na tutolesha mayai, vifaranga. Kwa mfano sisi sasa hivi tutumia incubator ya box ambayo ni ya gharama nafuu zaidi. Tulitotolesha vifaranga kama 20 hivi, tupo tunawalea. Kwa hiyo unaweza ukaona tayari tuna ongezeko la kuku kama 20 hivi ambao wanaenda kuongezeka kwenye hawa kuku wa asili. Kwa hiyo ukifanya hivyo, baada ya mwaka 1.5, miaka 2, utakuwa na shamba ambalo kama utalirudisha kwenye mtaji au linagharimu shilingi ngapi, au useme kwamba unauza kuku wote, utapata pesa nyingi sana. Na kuna mfugaji ambaye ametazama hii video mpaka hapa, lakini bado anajiuliza, je, wakifa wote itakuweje? Au haiwezekani? Hichi kitu kinawezekana, ndio maana sisi wenyewe tunafanya. Yani tungekuwa tunaelekeza sisi hatujafanya, kingekuwa ni kitu kibaya sana. Lakini hao kuku ambao unaona hapo wanakula, hicho ni chakula ambacho tumekitengeneza sisi kwa kutumia kanuni ambayo ipo kwenye kitabu cha tiba za asili, na bado wapo shambani na wanazaliana vizuri kabisa. Kwa hiyo tunakuelekeza kitu ambacho sisi wenyewe tunakifanya, hatuelekezi kitu ambacho sisi hatukifanyi. Asanteni na kwaherini.